ambayo nakujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kuandalia siku hii ya leo katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Mwatatu. Na huu ndio ule wasaa mzuri wa kujuza yale ambayo yameweza kujiri katika upande wa kimataifa. Kama ulikuwa ufahamu kuhusiana na mgogoro ambao upo, mvutano ambao upo kati ya Marekani pamoja na Irani, na kuweza kufikia katika mazungumzo ambayo tunategemea kuweza kufanyika mwishoni mwa wiki hii, pale ambapo viongozi wa Marekani lakini pia pamoja na viongozi wa Irani kwa pamoja kuweza kukutana na kuweza kuzungumzia huu mvutano ambao upo kati ya haya mataifa mawili. Na mpaka sasa hatujaweza kufahamu mazungumzo haya yatafanyika katika taifa lipi. Yatafanyika Marekani au yatafanyika Irani? Ngoja tuweze kuangalia nini ambacho kitakachoweza kufuata. Lakini pia unaambiwa katika mgogoro huu wa kivita ambao unaendelea, na sababu tunafahamu yale maandamano kwanza ambayo yalianza kutokea tarehe 28 mwezi wa 12 mwaka jana 2025, ambapo yalienda mpaka mwezi wa kwanza mwanzoni, ile wiki ya mwanzo kabisa katika taifa la Iran. Na maandamano hayo yaliweza kusababishwa na changamoto ya kiuchumi katika taifa la Irani, bidhaa kuweza kupanda bei. Lakini hata hivyo wananchi waliweza kuandamana wakisema hawaridhishwi na mwenendo wa kisiasa katika taifa la Irani. Lakini baada ya maandamano hayo kuweza kutokea, tukaweza kuona baadhi ya mataifa yakiweza kuingilia kati, ikiwemo ni pamoja na taifa la Marekani. Iliweza kuingilia ikisema inataka ipeleke msaada zaidi katika upande wa Irani, hususan kwa wale ambao wameweza kufanya maandamano katika taifa hilo. Na hata hivyo baada ya Marekani kuweza kuzungumza kitu kama hiko, tukaweza kuona upande wa Irani wakisema kwamba hawatakubali kuweza kuona baadhi ya mataifa yakiweza kuingilia katika taifa la Irani yote ambayo yanayoendelea kutokea. Na hii ilikuja ni baada ya taifa la Irani kusema kwamba wale ambao waliweza kukamatwa wakihusishwa na maandamano, basi adhabu yao ni kifo katika taifa hilo. Tukiweza kuona baadhi ya mataifa, hususan mataifa ya magharibi, ikipinga kwa vikali zaidi kusema kwamba adhabu hiyo haiwafai. Na taifa Marekani akajitokeza waziwazi akasema inapoelekea Irani inavuka mstari mwekundu kwa kuwapa waandamaji adhabu kama hiyo, ikisema kwamba ni haki yao. Lakini hata hivyo tukaweza kuona Umoja wa Ulaya na wenyewe pia ukaweza kuingilia kwa namna yao, wakiwekea vikwazo baadhi ya maafisa katika taifa la Iran. Lakini hata hivyo tukaweza kuona mbali zaidi pale ambapo Umoja wa Ulaya walipoweza kusema kwamba jeshi la Irani ni miongoni mwa magaidi, wakiweka kama vile jeshi la magaidi katika orodha yao. Baada ya kufanya hivyo, tukaweza kuona siku za hivi karibuni Iran na wenyewe pia wakisema jeshi la Umoja wa Ulaya na wenyewe pia ni miongoni wapo katika orodha yao ya magaidi. Yaani kama vile imekuwa piga ni kupiga, ukifanya na mimi nitafanya. Sasa ni kwamba labda ulikuwa ujui kwamba kuna taarifa ambazo zipo inavyosemekana kwamba China ni miongoni mwa mataifa ambayo yalikuwa kisapoti upande wa Irani katika masuala mbalimbali ambayo yalikuwa yanatokea katika kile kipindi cha maandamano katika taifa hilo. Na hata hivyo naambiwa kwamba China iliweza kuhusika moja kwa moja katika mtandao kukatwa katika taifa hilo la Iran, kwamba China na yenyewe iliweza kuhusika. Lakini hata hivyo naambiwa hata China pia iliweza kupeleka msaada wa kijeshi Irani katika kile kipindi cha maandamano. Sasa unaweza kujiuliza kama taifa kama China na yenyewe kwamba liliweza kushiriki. Lakini hata hivyo sisi tunafahamu kwa upande wa Urusi peke yake, ambapo Urusi amejitokeza waziwazi na kusema kwamba mimi nipo pamoja na Irani, kwa sababu tunafahamu Urusi na Irani hawa ni washirika. Diplomasia yao ipo vipi, historia yao iko vipi. Na tuliweza kuona paka pale ambapo rais wa Urusi alipoweza kuzungumza Vladimir Putin kuhusiana kwamba hata kama Marekani ikisema kwamba Urusi iweze kujiondoa katika masuala mazima ya nuclear, ushirikiano na Irani inaweza kujiondoa ili tu mgogoro huu mvutano uweze kutamatika, isije ikatokea vita kati ya Irani pamoja na Marekani. Hiko ndio kitu ambacho rais wa Urusi Vladimir Putin alichokuwa anakitaka. Lakini vipi kuhusiana na China kuweza kuhusishwa moja kwa moja kushirikiana na Irani katika kipindi hiki, katika kipindi kile cha maandamano, lakini hata pia katika mgogoro huu ambao upo kati ya Marekani lakini pamoja na Irani? Na unakuja kuangazia pale ambapo Marekani ilipoweza kupeleka jeshi lake mashariki mwa kati, hali halisi ilikuwa vipi? Labda ndio kipindi ambapo China na wenyewe akapeleka wanajeshi wake katika taifa la Iran. Lakini hapo unaweza kujiuliza kuhusiana na kuna muunganiko ambao upo mwezi huu wa pili, tunaambiwa kwamba China, Urusi pamoja na Iran wataweza kushirikiana kuhusiana hususani na wanajeshi wa majini.
katika upande huo kwamba wataweza kushirikiana. Hii inakuja labda kwa upande wa Marekani ilivyoamua kuweza kupeleka meli yake ya kijeshi karibu kabisa na Iran. Labda ndio maana tunaweza kuona sasa China, Iran pamoja na Urusi wakiweza kuungana. Lakini pia unaweza kujiuliza ni kwa nini China imeamua kushirikiana na Iran katika mgogoro huu ambao upo, katika mvutano huu ambao upo. China anafaidika na nini katika mgogoro huu ambao upo kati ya Marekani pamoja na Iran? Ukiachana tu na diplomasia ambayo ipo kati ya China na Iran, je, katika mgogoro huu anafaidika na nini? Unaweza kujiuliza. Na unakuja kuangazia kuhusiana na diplomasia ambayo ipo kati ya Marekani pamoja na China ambayo haijakaa vizuri, hususan katika masuala mazima ya kiuchumi. China katika upande wa kiuchumi anataka kupiga hatua kubwa zaidi kuweza kupiku Marekani zaidi na zaidi katika masuala ya kibiashara. Lakini hata hivyo, na katika upande wa kibiashara, Marekani naye anajitahidi zaidi katika masuala hayo ya kiuchumi kumpita upande wa China. Je, haya ndio yanapelekea labda katika upande wa masuala mbalimbali, hususan katika masuala ya kiusalama, upande wa China kushirikiana na Irani pamoja na Urusi. Na hata hivyo tunafahamu kuhusiana na masuala ya visiwa vya Greenland katika taifa la Denmark. Tunafahamu pale ambapo Marekani iliposema kwamba inataka kuchukua eneo hilo kwa sababu tu kwa kuhofia upande wa taifa la China pamoja na Urusi, ambapo ilikuwa inasemekana wana mpango wa kuchukua kisiwa hiko. Sasa je, vipi kuhusiana na huu mgogoro ambao upo? Lakini pia kuna maswali ambayo mimi najiuliza kwa nafasi yangu, natumaini hata na wewe utajiuliza kwa nafasi yako. Ushirikiano huu wa China pamoja na Irani, China atadumu kwa muda gani? Je, kwa muda mfupi au ni zile tu kwamba katika harakati wakisha kwa Marekani anarudi nyuma? Lakini hata hivyo tena unaweza kujiuliza kuhusiana na ushirikiano huu tena ambao upo kati ya mataifa matatu, China, Irani pamoja na Urusi. Je, Marekani atarudi nyuma au atazidi kusonga mbele na kusema kwamba kile alichokiweza kukianzisha akitaweza kurudi nyuma? Tukumbuke ni kwamba kupeleka wanajeshi upande wa Mashariki ya Kati ni kuweza kujitengenezea zaidi pale ambapo labda taifa la Irani ikiweza kwenda kinyume na Marekani, chochote kinaweza kikatokea. Lakini hata hivyo kuhusiana na mkataba wa nyuklia ambao upo mezani, ambao bado Iran hajaweza kudhibitisha rasmi kwamba kutakuwa na mazungumzo yoyote na Marekani kuhusiana na mkataba wa nyuklia, hilo bado hajaweza kuliweka wazi. Lakini kwa upande wa Marekani ni kama vile katika masuala ya upande wa mkataba wa nyuklia ana matumaini zaidi kwa Iran kwamba ataweza kukubali. Lakini kwa upande wa Iran yeye bado hajaweka rasmi kwamba mimi ninakubaliana na Marekani katika masuala ya mkataba wa nyuklia. Na unakuja kuangazia kuhusiana na masuala mazima kati ya Marekani pamoja na Iran katika mvutano wa mgogoro huu. Lakini hata hivyo na taarifa ambazo zinatoka hivi karibuni ikisema kwamba wana mazungumzo, wanaweza kukaa chini na kuweza kuzungumza. Watazungumza kuhusiana na nini? Watazungumza kuhusiana na wanajeshi ambao wapo Mashariki ya Kati, watazungumza kuhusiana na mkataba wa nyuklia, au watazungumza kuhusiana na diplomasia ambayo ipo hapa katikati kati ya China, Irani pamoja na Urusi. Mtazamaji, natamatisha hivyo Morning Victory siku hii ya leo. Natumaini nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Watatu, endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa.